Moyo wangu wamtukuza Bwana, roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu Mwokozi wangu. Moyo wangu wamtukuza Bwana, roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu Mwokozi wangu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na siku zote na milele. Amina. Mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media ya Injili kwa wote, habari ya Ijumaa ya leo. Mimi ni Filipo Josephat Kizale, nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu na kwa moyo wa upendo kabisa wa kiinjili. Karibu sana tuyajue yaliyoandikwa katika gazeti la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ikiwa leo ni Ijumaa tulivu kabisa, Ijumaa ya mwanzo kabisa mwa mwezi huu wa Disemba. Leo hii ikiwa ni siku nzuri kabisa iliyofanywa na Mwenyezi Mungu machoni pake patakatifu. Karibu sana tuyajue leo yaliyoandikwa kwenye gazeti la Kiongozi la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Gazeti hili ikiwa la toleo la Disemba 5 mwaka huu 2025. Karibuni sana tuyajue yale ambayo yameandikwa kwenye gazeti hili. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, uongozi wa halmashauri ya walei si wa wanaharakati. Uongozi wa halmashauri ya walei si wa wanaharakati. Asema ni kusaidia mapadri, si kuonesha ubabe. Ni katika washa ya waamini ambayo imetokea pale katika viwanja vya Tabata Kristo Mfalme jijini Dar es Salaam, ambapo waamini walei wa jimbo kuu la Dar es Salaam walikuwa na washa yao. Lakini pia kanisa halipaswi kukaa kimya, amesisitiza vyombo vya habari. Kanisa halipaswi kukaa kimya, amesisitiza vyombo vya habari. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili pia kuna habari picha ikionyesha askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Songea Mhashamu Damian Dalu akishiriki misa takatifu na ibada ya mazishi ya Padre Crispin Mwageni yaliyofanyika hivi karibuni katika parokia ya Matola, jimbo Katoliki la Njombe. Picha ikipigwa naye Johnson Ndazi. Mtazamaji mpendwa wa Philip Media, tuingie ndani mwa gazeti hili. Ukurasa wa pili wa gazeti hili nasema kanisa halipaswi kukaa kimya, amesisitiza vyombo vya habari, kiandikwa naye Sala Peraji. Lakini Afrika yaandika historia, signings duniani kufanyika kwa mara ya kwanza Kigali. Signings duniani kufanyika kwa mara ya kwanza Kigali, habari kiandikwa na Sala Peraji. Afrika yaanzisha mtandao mpya wa televisheni za Kikatoliki. Afrika yaanzisha mtandao mpya wa televisheni za Kikatoliki namna hiyo. Lakini maajilio ni muda wa kukuza imani na kujiandaa kwa ujio wa Kristo. Majilio ni muda wa kukuza imani na kujiandaa kwa ujio wa Kristo. Kuna tangazo hapa zuri kabisa. Tume ya Sheria za Kanisa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania inapenda kuwatangazia kuwa toleo la pili la mkusanyiko wa sheria ama canon kwa lugha ya Kiswahili limetoka. Toleo hili linaunganisha na kitabu kipya cha 6 cha amri za adhabu katika kanisa. Vitabu vinapatikana Kurasini katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, pamoja na duka la vitabu la Mtakatifu Paul karibu na kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu Dar es Salaam. Hapa TEC kitabu kimoja kinauzwa 20,000 tu. Walei wote ambao wataweza kuelewa vizuri maneno ya kisheria ndani ya kitabu hiki wanashauriwa kununua pia kamusi yake ambayo inapatikana kwa shilingi 5,000 tu. Karibuni nyote mjisomee ili mpate kufahamu haki na wajibu wenu ndani ya kanisa Katoliki pamoja na sakramenti na maadhimisho yake. Ni kitabu hiki ambacho kinahusisha tume sheria za kanisa. Lakini pia uongozi halmashauri lei ni muendelezo wa washa wa waamini iliyotolewa pale katika viwanja vya Tabata Kristo Mfalme Tabata kuhusiana na
washa ya waamini wale Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Padri Mshobolozi aonye dhidi ya tamaa za kidunia, inaandikwa na Ndahani Rugunya Dodoma. Lakini mkutano mkuu amesea kufanyika Kenya si Uganda. Askofu Kibozi wanakwaya mwanakwaya asiyeshiriki sakramenti analijeruhi kanisa. Mwanakwaya asiyeshiriki sakramenti analijeruhi kanisa. Msomi asiyesali ni bomu linaloweza kulipuka. Padri Ndechihilo awasihi wahitimu. Msomi asiyesali ni bomu linaloweza kulipuka. Askofu Kiando, kipindi cha majilio ni cha matumaini. Ni askofu wa Jimbo Katoliki la Njombe. Taifa linatakiwa kujitathmini miaka 64 ya uhuru. Lakini chipukizi jipya kutoka shina la Yese, tumaini la amani na haki, tafakari ya wiki, kaandikwa naye Joseph Luwela. Lakini njia 8 za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, inaandikwa na Pasco Mwanache neonavyo mimi. Lakini pia ukurasa wa 8 wa gazeti hili, majilio na mwaliko wa kufanya toba, kiandikwa naye Peter Mwikwabe. Watetezi wa uhai walivyoshtukia mswada utoaji mimba kutaka kupenyezwa EALA. Watetezi wa uhai walivyoshtukia mswada utoaji mimba kutaka kupenyezwa EALA. Ukurasa wa 10, hoja za kibiblia, vitambulisho vitatu vya Mkristo Mkatoliki. Je, unavijua vitambulisho hivyo vitatu vya Mkristo Mkatoliki? Basi ukipata nakala ya gazeti la Kiongozi utaweza kufahamu. Karibu mwaka mpya wa liturujia 2025-2026, ikiandikwa naye Padre Clemens Kiio, ambaye ni mkuu wa idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ifahamu sherehe ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, ikiandikwa naye Pasco Ihondo. Lakini pia matumizi holela ya dawa huua zaidi ya watu 10,000 kila mwaka, ikiandikwa naye Angela Kibwana kutoka pale Morogoro. Lakini pia ukurasa wa 14 wa gazeti hili, Faustin Gamugisha anasema kapu la Yesu, tumia maajilio kuandaa njia ya kukutana na Yesu. Tumia maajilio njia ya kuandaa njia ya kukutana na Yesu. Ukurasa wa 14 wa kapu la Yesu, makala hii. Lakini pia ukurasa wa 15, habari picha zikionyesha matukio mbalimbali ya ibada ya mazishi ya Padre Crispin Mwageni iliyofanyika hivi karibuni katika parokia Matola, Jimbo Katoliki la Njombe. Picha na Johnson Ndazi. Lakini pia habari picha pia inaonyesha askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam Mhashamu Yuda Tadeu Suruaicho OFM Cup akizindua mnala mpya wa parokia ya Mwenye Heri Anualite Makubuli wakati wa adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya sikukuu ya somo wa parokia hiyo ya Mwenye Heri Anualite. Lakini pia kuna habari picha pia kimeonyesha baba askofu mkuu Yuda Tadeu Suruaicho akiwa katika picha pamoja na viongozi mbalimbali wa parokia ya Mwenye Heri Anualite Makuburi, ambao walipiga picha pamoja na viongozi mbalimbali wa staff ambao walishaiongoza parokia hiyo mara baada ya adhimisho hilo la sadaka ya misa takatifu. Mimi ni Filipo Josephat Kizale. Usiache kupata nakala yako ya gazeti la Kiongozi, upate maarifa na uelimike vema kabisa. Nikushukuru wewe mtazamaji wa Philip Media ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi katika kazi ya uinjilishaji na utume. Nikushukuru sana. Mungu akubariki, lakini kumbuka sala na kazi. Nikutakie Ijumaa njema. Asante na kwaheri. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment, na sisi tutakuona. Philip Media, Injili kwa wote.